Makundi ya watu wanaosisitizwa zaidi kufanya uchunguzi wa usikivu ni pamoja na watoto wanaochelewa kuongea, watoto waliopata matatizo wakati wa kuzaliwa kama vile kuchelewa kulia, watu wenye umri zaidi ya miaka 45, watu waliopo kwenye maeneo ya kelele, watu wanaosikiliza mziki mkubwa kupitia spika za masikioni na zisizo za masikioni, na watu waliowahi kupata matatizo ya masikio. Dalili za kutokusikia kwa watoto ni pamoja na kutoshtuka au kutazama anaposikia sauti za watu, milango au milio ya radio na TV. Kushindwa kuongea, kupata ugumu katika kujifunza mambo mbalimbali kama vile kusoma, kujibu tofauti wakati akiongea na watu au kushindwa kujibu, na kushindwa kuitikia anapoitwa. Dalili za kutokusikia kwa watu wazima ni pamoja na kushindwa kuelewa maneno kwenye watu wengi, kuchanganya au kukosea kutamka maneno anapoongea. Mara nyingi hutaka watu wengine waongee taratibu na kwa sauti kubwa, na kuongea kwa sauti ya juu hata kama anayeongea naye yupo karibu. Ili kumkinga mtoto dhidi ya kupoteza uwezo wa kusikia au kuwa kiziwi, tafadhali hudhuria kliniki mara tu unapogundua kuwa ni mjamzito ili kupata huduma ya uchunguzi na matibabu ya kaswende na magonjwa mengine. Hakikisha mtoto anapata na kukamilisha chanjo dhidi ya magonjwa ya utotoni ikiwemo surua na uti wa mgongo. Kwa watoto wanaozaliwa na wazazi wenye historia ya kuwa na ndugu wenye matatizo ya kusikia au kiziwi, apelekwe kwenye kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi. Jinsi ya kuzuia kupoteza uwezo wa kusikia au kuwa kiziwi kwa mtu mzima. Tafadhali epuka kutumia dawa bila kuandikiwa na mtoa huduma za afya. Epuka kukaa mara kwa mara na kwa muda mrefu kwenye sehemu zenye kelele. Epuka kusikiliza kwa sauti kubwa na kwa muda mrefu kwa kutumia spika za masikioni, headphones au earphones. Kumbuka, uwezo wako wa kusikia ni wa thamani. Ulinde. Kwa taarifa, elimu na ushauri, tafadhali piga simu bila malipo kwenda namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.